Na mtazamaji, karibu tena na shukran kwa kuendelea kusalia nami tukiingia sehemu hii ya pili ambapo tunajaribu kutathmini yanayojiri nchini Tanzania na kuangazia tu machafuko ambayo yamekuwa yakijiri huko kwa siku kadhaa tangu tarehe 29 Oktoba ambayo ilikuwa ni siku ya uchaguzi mkuu nchini humo, ambapo tuliona wananchi wakijitokeza na kuandaa maandamano kwenye sehemu mbalimbali za taifa hilo licha ya kutokuwepo kwa ufahamu wa kutosha kuhusiana na yanayoendelea kule kufuatia kule kubanwa kwa mitandao. Kuna baadhi ya masuala ambayo tutakuwa tunayagusia na kushirikisha baadhi ya wadau ambao wanahusika moja kwa moja kwenye shughuli za taifa hilo. Nitakuwa na mhusisha Vitali Maembe ambaye yeye ni Mtanzania na ni mwanaharakati ambaye anatetea haki za kibinadamu, hususan mara nyingi akiwa anatumia muziki katika kufanya shughuli hiyo. Na pia namhusisha Ndung'i Githuku ambaye ni mwanaharakati wa humu nchini Kenya na pia atakuwa anasaidia kuangazia baadhi ya masuala ambayo ni ya haki na utetezi wa haki za kibinadamu katika taifa la Tanzania, tukirejelea matukio ya hivi punde. Na kupitia simu ya video nitakuwa namhusisha Askofu Benson Bagonza ambaye ni askofu Mtanzania lakini kwa sasa hivi ametafuta uhifadhi katika taifa la Sweden. Atakuwa anatueleza ni kwa nini na anaungana na sisi katika simu ya video ya Zoom kusaidia kuelewa zaidi. Pia yeye amekuwa ni miongoni mwa wale wa viongozi wa dini wanaohimiza utulivu katika mitandao yake ya kijamii na pia katika kutetea haki za kibinadamu, katika kuelewa zaidi yanayojiri katika taifa la Tanzania. Hii leo kama nilivyokueleza awali, tunatarajia kwamba aidha shughuli hiyo ya kumwapisha Samia Suluhu imefanyika au itakuwa inaendelea kufanyika kwa sasa kufuatia kule kubanwa kwa mitandao kama nilivyokueleza, na atakuwa anachukua hatamu yake ya pili ya uongozi wa taifa hilo baada ya kutangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi huo mkuu uliotokea 29 Oktoba kwa kushinda kwa 97.6% licha ya wananchi wanaoandamana kupinga matokeo hayo ya uchaguzi. Karibuni studioni. Nashukuru sana. Naam, labda nianze kwa upande wangu wa kulia mwisho kabisa ambapo Vitali amekaa. Naam. Wewe kama Mtanzania unayoyaona yanavyojiri mtandaoni, ninajua kuna mengi ambayo labda hayajaweza kuthibitishwa kutokana na kule kutoweza kuwepo kwa waangalizi wa kimataifa, kwa wanahabari wa kimataifa na kutokuwepo kwa ule ufahamu wa kutosha kuhusiana na hali halisi ilivyo kwa sababu ya kubanwa kwa mitandao. Lakini labda una taarifa zozote za kuhusiana na hali ipoje Tanzania kwa sasa na pia hisia zako ni zipi kutokana na yanayojiri nchini Tanzania? Kwa ujumla hali kwa sasa si nzuri kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yamesimama. Ukiangalia kuna watu ambao sasa hivi hawapati chakula na kuna watu hawawezi kutoka mahala fulani kwenda mahala fulani kwenye hasa shughuli za kawaida. Kwa hiyo shughuli zimesimama, lakini pia kuna hofu imetanda kwa sababu watu hawajui kesho itakuwa vipi kutokana na hali ambayo imetokea. Lakini pia kumekuwa na hofu nyingine kwa sababu kwa nchi kama ya kwetu ya Tanzania, unajua kuona mtu anakufa mbele yako, tena anakufa kwa risasi, ni kitu cha ajabu na cha kushtua. Kwa hiyo watu wapo katika mashaka, lakini pia wapo katika namna ya kufikiria itakuwaje kesho. Kwa hiyo ndio hali halisi na taarifa nazipata kwa kuwa karibu na pia kwa taarifa za mawasiliano. Kwa hiyo ni kwamba mimi nipo karibu sana na haya matukio ambayo yanatokea. Kwa hiyo hiyo ndio hali halisi ilivyo. Githuku, wewe kama mwanaharakati wa humu nchini Kenya, tukiwa tunafuatilia matukio hayo ama tunajaribu kufuatilia kwa sababu tunakosa nafasi ya kufuatilia kikamilifu kutokana na changamoto zilizopo, yapi ambayo yanajitokeza kwa sababu huu ni uchaguzi mkuu na siku ambayo uchaguzi ulikuwa unaanza ndipo siku ambapo wananchi tayari walijitokeza moja kwa moja, ikiwa inaonyesha kwamba hawaungi mkono shughuli ambayo inaendelezwa nchini humo na shughuli nzima ya uchaguzi ambayo ilikuwa inafaa kuwa inafanyika hawapo pamoja nayo. Na licha hayo yote uchaguzi ukaendelea na kura zikahesabiwa na matokeo yametangazwa. Ya kwanza ni kusema ya kwamba hii ni Tanzania. Ni nchi ambayo imejulikana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, mahali ambapo pana amani nyingi sana hata kuliko Kenya. Ni mahali ambapo panaonekana pale watu ni watulivu. Lakini imedhihirika wazi ya kwamba katika serikali hii ambayo imekuwa ni ya Mama Suluhu, imekuwa ni serikali ambayo ni ya kuwadhulumu
wa Tanzania sana. Imeonekana ya kwamba kweli Watanzania wamekuwa wamefinyiliwa zaidi, lakini imekuwa ni ile muda tu haukumefika wao kuinuka na kusema ya kwamba sisi sasa tunateta na tunatetea maisha yetu. Na ndiposa hata Wakenya na dunia nzima ikashangaa ya kwamba kabla ya uchaguzi walijitokeza na wakatokea kwa wingi sana wakisema ya kwamba wanapinga vile ambavyo mambo yanaendeshwa kuhusu mambo ya uchaguzi. Na tukaona wameinuka na wamesema ya kwamba tutaenda kwenye barabara tukipinga. Manake ilionekana na ikadhirika wazi ya kwamba hii ni kama ilikuwa ni mpango wa Suluhu kufanya competition na yeye mwenyewe. Wengi hata kwenye makaratasi, magazeti na kwenye vinyago ambazo wanachora wanasema ya kwamba Suluhu alikuwa anavai versus Samia. Yani ilikuwa tu ni mama anashindana na mama mwenzake ambaye ni yeye mwenyewe. So inaonekana ya kwamba kumekuwa na shida nyingi sana pale Tanzania, ni muda tu ambao haukumefika. Na tunajua ya kwamba ambaye alikuwa ni kiongozi wa Chadema, yule ambaye ni kiongozi wa Chadema, Tundu Lissu, amekuwa jela kwa muda huu wote, amekuwa kotini muda huu wote. Tunajua vyama vingine kama ACT Wazalendo pia vimevurugika kwamba hawawezi wakapeleka mtu ambaye atakuwa ni mpinzani. So inashangaza ya kwamba mama amepata kura hizi zote na ilhali anaogopa kuapishwa mbele ya watu. Manake anasema ya kwamba, ama inasemekana ya kwamba ameshinda kwa percentage ya karibu 97.6. Sasa kama ni 97 inamaanisha ni Watanzania takriban milioni 31 ambao wamepiga kura au wamempigia kura yeye. Kwa hivyo mbona unaogopa hawa kuona ama witness ya kwamba unaapishwa? Kwa hivyo kumekuwa na uongo mwingi na ndiposa wakazima interneti pale. Kumekuwa na mauaji mengi ambayo hawataki dunia ijue, lakini mauaji yakifanyika, dhuluma ikifanyika, kila kitu kinakuja wazi. Tunajua kwamba kuna ile ambayo tunaita massacre ambayo inaendelea Tanzania. Ni jambo la kushangaza, maana hii ni nchi ya Julius Nyerere. Ni nchi ambayo ilikuwa ni nchi ya haki, nchi ambayo ilikuwa inaonekana ya kwamba inaenda sawa vile ambavyo kunafaa, lakini sasa kila kitu kimesambaratika. Na Askofu, sijui kama unanipata vizuri, Askofu Benson Bagonza, labda kwa kutueleza tu kwa manufaa ya mtazamaji, upo katika taifa la Sweden sasa hivi na wewe ni Mtanzania, umekuwa ukiendeleza harakati za kupigania haki na kuhimiza amani hata kwa kipindi hiki kwenye mitandao yako ya kijamii. Kwa nini haupo nyumbani? Labda sababu ambazo zimekufanya haupo nyumbani, na pia yanayoendelea Tanzania sasa hivi unayazungumziaje? Kwamba nirekebishe kidogo, mimi tangu tarehe 1 mwezi Septemba nilianza likizo ya kitaaluma kama research fellow, na ni sabbatical leave, ni combination ya vitu viwili. Kufundisha hapa kwenye vyuo vikuu, kufanya utafiti, kuandika, na hapa Ulaya, Marekani na kule Philippines. Kwa hiyo nililazimika kurudi nyumbani kwa sababu nilipata msiba wa baba yangu na dada yangu. Askofu Bagonza, kidogo kuna itilafu na sauti yake, tutakuwa tunarejea kwake baada ya kuweza kuiangalia vizuri na kurekebisha itilafu hiyo. Lakini kirejea hapa studioni, Vitali, nimemsikia Githuku akitaja kwamba sasa hivi ndio nafikiri kumelipuka kwa sababu kumekuwa na ukandamizaji kwa muda mrefu. Kwa nini unahisi Watanzania wameamua kuchukua hatua hiyo sasa hivi? Kwa sababu kama ni kampeni zimeanza muda na tumeona shughuli za labda ukandamizaji kwa wale walio katika upande wa upinzani kama wanavyotaja hazikuanza sasa hivi. Hatua hii imekuja kwa sasa hivi kwa nini? Kwa nini unahisi Watanzania wameamua kuchukua hatua hiyo sasa na si labda nyuma kwenye nyakati hizo ambazo ilikuwa bado kuna muda wa kutosha? Watanzania walishachoka muda mrefu, lakini sasa ilikuwa wanafanyaje? Kwa sababu Watanzania walifumbiwa macho na masikio na serikali yao na jumuiya za kimataifa. Pia waandishi wa habari wengi wakifika Tanzania wanaandika mambo mengine, wanaandika mambo ya utalii, starehe,
wanamuziki na vitu vingine, wanasahau maisha ya Watanzania yapo wazi kweli kweli. Mimi naishi Uswahilini, lakini pia nimebahatika pia kuyajua maisha ya watu wengine ya juu. Mimi pia nimeishi kama mwanamuziki, nimeishi kama mwanasiasa. Umeona? Kwa hiyo nafahamu yale maisha. Watanzania wanalalamika kila siku, na walalamiki kwa kuficha kwenye vijiwe vya kahawa, kwenye magari, kwenye nani, lakini hatuna mwandishi jasiri ambaye anapeleka taarifa sehemu nyingine. Kwa hiyo hili swala kwamba Watanzania wameamka leo si la kweli. Watanzania waliamka siku nyingi, wanaamka na wanaminywa. Watanzania wengi wamepoteza maisha kabla ya hili. Ukiangalia ripoti ya watu kupotea, kutekwa, kufanya nini, inafika watu wanafika mpaka 700. Umeona? Wamepotea, hatujui sisi wako wapi. Umeona? Wengine ndio tunajua wazi kwamba hao wakina Tundu Lissu wapo magereza, wengine wametekwa wazi kabisa, na mpaka wakina Polepole kwa sababu ni watu maarufu ndio tunajua. Lakini Watanzania wa kawaida, ukilalamika kwenye gari, ukilalamika mtaani, ukilalamika wapi, wanakuchukua. Kwa hiyo kilio cha Watanzania hakijaanza leo, kilikuwa ndani, wamekitoa nje na wameadhibiwa, wamepotezwa. Kuna watu wamepoteza watu wao wengi sana. Sasa ni jumuiya za kimataifa, ni vyombo vya habari vya ndani na vya nje ya nchi vilifumbia macho Tanzania. Havina ujasiri wa kuweza kuyazungumza mambo ya watu. Vyombo vinatumikia serikali, vyombo vinatumikia wafanyabiashara. Kwa hiyo vinaogopa kusema maisha halisi ya mtu wa chini. Tunaimba, wasanii wanaimba, wanaigiza, wanachora, lakini huwezi kuona mchoro wao. Mtu akichora Tanzania, wewe huwezi kuona Kenya, Uganda, Marekani, huwezi kuona, kwa sababu waandishi wanakuja, wanafanya interview na wewe, wanachukua ile kazi, badala ya kufikishia jamii, wanafikishia watawala. Watawala wanakuja kwa waandishi, wametuuza. Waandishi wamekuwa ni watu ambao wanakula kutoka kwetu kwa sababu ya damu yetu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinasikitisha sana. Sasa tunashukuru kwa sasa hivi jumuiya za kimataifa, vyombo vya habari vya kimataifa sasa vinaangazia, lakini vilikuwa vinaangazia kwa sababu gani? Kwa sababu kuna uchaguzi. Uchaguzi unakuja. Kwa wanajua watapata habari, watarusha, waangalizi wa kimataifa wapo. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi sasa mambo yanayofanyika yanaonekana, na wale watu ambao ni wabaya wanaonyesha tabia yao, kwa sababu haifichiki. Tabia yao ya kuua wameionyesha wazi, tabia yao ya kunyanyasa wameionyesha wazi, tabia yao ya wizi wameionyesha wazi, kwa sababu ni kipindi ambacho kila mmoja sasa anafurukuta kuonyesha hisia zake, na hisia hazifichiki katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo mtu mbaya utamjua, mwizi utamjua, anayeonewa utamjua. Kwa hiyo sasa hivi dunia imeshajua nani anaonewa Tanzania, nani ni mbabe, nani ni mwizi. Kwa dunia imeshajua. Lakini kusema ule ukweli ni kwamba Tanzania wamelalamika siku nyingi. Kuna muziki haipigwi, isikii kabisa. Hakuna chombo chote cha habari kinapiga muziki huo. Kitapiga muziki wao, wana muziki ambao wanatumika na chama, wana muziki maarufu. Unaona, lakini watu wanaimba kila siku. Kwa ukipita mtaani, kuna watu wamekaa tu mtaani, anapiga chombo cha kawaida, lakini anachokiimba anaimba maisha yake, anaumba. Lakini mtu kuchukua ile habari hawezi. Anaenda kuchukua habari ambayo ataenda kusifiwa au atapewa pesa nyingi. Lakini waandishi wa habari wa sasa hivi, si walaumu, lakini nawaelezea kwamba wametumika sana kuweza kuwakandamiza watu wanyonge. Na hii sio Tanzania tu, Afrika nzima. Na kingine, jumuiya hizi ambazo tunazifahamu kabisa, tunategemea kwamba AU wanatakiwa wasimame upande wa watu na sio upande wa dola. Umeona? East African Community inabidi isimame upande wa watu, sio upande wa dola. Na kama inataka kusimama upande wa dola, basi iwe katikati, iwe daraja kati ya watu na dola. Ndio tunaweza tukanufaisha maisha yetu sisi. Lakini watu wamekuwa wapo upande mmoja tu, hawajali maisha ya watu. Sisi tunaonekana kama takataka tu, tunaonekana sisi sio binadamu. Lakini wanapohitaji sasa mambo yetu ndio watakuja, wanapohitaji kura zetu watakuja, wanapohitaji kuonekana kwamba wao ni serikali ya watu watakuja. Lakini ilikuwa ni kazi rahisi tu kwamba waweke tu watu wanaowataka madarakani, waweke watu ambao wanaweza wakawasiliana nao vizuri. Lakini nchi na hasira. Sasa kwa nini watu wanaandamana? Watu wanaandamana. Tutakuja kwa hayo. Naomba nikukatize kidogo, na rifio kwamba Bishop tunaweza kumuhusisha tena. Askofu Bagonza, sijui kama unanipata sasa hivi, kwa kurejelea tu yanayotokea nchini Tanzania, na wewe umekuwa mwanaharakati mtandaoni ukihimiza amani na utulivu na pia masuala ya haki. Yapi ambayo ungeyazungumzia kutokana na matukio yanayoendelea sasa hivi nchini Tanzania? Halo, wewe sikusikii, lakini unayoongea naye kule namsikia vizuri. Na mwacha mwelekezi wangu wasuluhishe hilo, alafu tutakuwa tunarejea kwako. Githuku, tukiangazia aliyozungumzia Vitali, anasema kwamba
vyombo vya habari vimepuuzilia mbali wanyonge Tanzania na wananchi wa Tanzania na kilio chao, na wamehusika pakubwa katika kufanikisha yale wanayoyapitia, na mpaka sasa hivi wamefika mwisho. Kauli yako ni gani kuhusiana na uchungu ambao anaonekana kuutoa Vitali, na mara nyingi ama kama alivyotaja na uelekeza kwa vyombo vya habari na jumuiya ambazo zinazunguka taifa la Tanzania, ikiwa ni jumuiya ya Afrika na vile vile Afrika Mashariki? Kwa serikali yoyote kufaulu katika mambo ya kuongoza kiimla, ni lazima ugandamize vyombo vya habari, ni lazima ugandamize sanaa ambayo inaelimisha wananchi, ni lazima ugandamize sauti na kuifinyilia sauti ya watu ili wakawa wanyonge. Kwa hivyo naweza sema ya kwamba habari ambazo zinafanyika pale Tanzania, ama wanahabari ambao wako pale, wao wenyewe ni wanyonge, wao wenyewe ni watu ambao wamefinywa, wamegandamizwa, ili ya kwamba ukiandika ama ukiweza kupublish kitu ambacho kina hitilafiana na serikali, basi unaondolewa, wewe mwenyewe unafichwa kama wananchi wengine ambao wanatoa ile sauti. Kwa hivyo kwa jumla siwezi sema ya kwamba ni tunaweza laumu wana magazeti peke yake. Tunaweza sema ya kwamba nchi nzima imegandamizwa, na hiyo ni kusema ya kwamba hamna haki ya kuongea, hamna haki ya kusema ukweli kwenye magazeti, kwenye muziki yenu, kwenye tamaduni ambazo zinafaa kuwa sauti ya wanyonge ama sauti ya Watanzania. Kwa hivyo hapo ndipo shida ilipo. Lakini pia kama vile ameongelea kuhusu mambo ya jumuiya ya Afrika Mashariki, tuko na shida. Na hii shida imeonekana haswa wakati huu ambapo tumempata Mama Suluhu. Tuko naye ule kikongwe ambaye naona ni kama ndio kinara wao, Yoweri Museveni, na tuko naye mwenyekiti wa jumuiya la Afrika Mashariki ambaye ni rais wa Kenya, Ruto. Hao watu ni watu ambao wanashirikiana, na ni jambo ambalo linaogopesha sana. Manake wakati ambapo tuliona wanaharakati wetu kina Boniface Mwangi wameenda Tanzania na wameenda kumuona ama kumtembelea Tundu Lissu kotini, pamoja na aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga, pia kulikuwepo na Martha Karua, wale walirudishwa kwenye airport. Lakini kina Boniface Mwangi na Atuhaire Agatha ambao ni wanaharakati walishikwa na wakateswa sana na serikali ambayo ni serikali ya Mama Suluhu. Na tukifuatilia, manake sisi tuliwatetea sana ili waweze kutoka, na hatimaye wakaweza kutoka wakiwa na maumivu mengi. Tuliona na kudadisi ya kwamba kulikuwa na msukumo kutoka Uganda, kwa sababu kulikuwa na mwanaharakati Atuhaire, na kulikuwa na msukumo pia kutoka hapa nchini Kenya. Kwa hivyo tunaona ya kwamba jumuiya ambayo tuko nayo sasa sio kama ile ambayo ilikuwepo wakati wa Mwalimu Kambarage Nyerere, wakati wa Jomo Kenyatta na Obote. Ile ilikuwa ni jumuiya ambayo ilikuwa inaendeleza mambo ya wananchi. Mimi naamini ya kwamba kama mwanaharakati na kama Mwafrika, ya kwamba jumuiya sio ya wale viongozi, jumuiya ni ya sisi wananchi. Kwa hivyo wanapoona ya kwamba tunashikana, wanapoona ya kwamba tunapeana solidarity, wanapoona ya kwamba mimi kama Mkenya naongelea Uganda ama naongelea Tanzania, wanaogopa sana. Kwa hivyo hapo ndipo shida ilipo. Kwa hivyo shida sio Tanzania peke yake. Katika jumuiya ya Afrika Mashariki sasa hivi kuna shida. Na ndipo sasa tunaona ya kwamba hata sasa kuna Bob Njagi na kuna Nicholas Oyo ambao wako kule Uganda. Na serikali ya Uganda ya Yoweri Museveni imekataa kuwaachilia. Mbona imekataa kuwaachilia? Kwa hivyo hauna mahali pa kukimbilia. Mimi nikiwa mwanaharakati na niwe kwenye hatari hapa nchini. Kitambo tuliona vijana wa Mwakenya miaka ya 80 walikimbilia Tanzania. Wengine wakakimbilia Uganda. Lakini sasa hivi kukimbilia kutoka nchi moja ya hizi za jumuiya inakuwa ni ya kwamba ni hali ya hatari sana. Kwa hivyo jumuiya ya Afrika Mashariki inaendeleza kugandamiza wananchi wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo lile ambalo Mama Suluhu anafanya pale Tanzania leo, na ni jambo ambalo ni la kuhuzunisha sana. Manake hatujaweza kuona picha kikamilifu. Tumeona chembe tu ya watu ambao wameuawa, watu ambao wanapigwa risasi kwenye mitaa, watu ambao wako manyumbani kwao sebuleni wamekaa pale wanakuja pigwa risasi. Ni jambo la
shtua sana, manake leo ni Tanzania, mwaka ujao tunajua kwamba Uganda mwezi wa pili watakuwa na uchaguzi, na hofia sana vile kutakavyokuwa, na pia sisi tunafuatia. Kwa hivyo hata ndio nilikuwa naona mchoraji mmoja akisema ya kwamba hii ni kama ile mechi ya East Africa, ya kwamba quarter finals zinafanyika Tanzania leo, alafu semi-finali zitafanyika Uganda, na inaogopesha ya kwamba finali zitafanyika hapa mwaka wa 2027. Ni jambo la kuogopesha sana. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba tuendelee kuzungumza, ni vizuri ya kwamba tuendelee kujua hali ilivyo katika jumuiya. Ni vizuri tujue kama sisi wa Kenya na wale wa Tanzania na wa Uganda tuendelee kushikana na kuweza kutoa sauti, ili hata tukifa basi tukufe kama tumezungumza. Manake kile kitu ambacho huwa ni kibaya ni ya kwamba ukufe ama uwawe na ilhali huko umezungumza. Kwa hivyo njia zote mbili, utauawa heri uzungumze. Vitali, ulikuwa unazungumzia yale yanawakera wa Tanzania, na umezungumzia kwamba hayajaanza leo, lakini ni kwa sababu ya yamefumbiwa macho na jumuiya kama unavyotaja, yamefumbiwa macho na baadhi ya viongozi ama viongozi wa ukanda wa Afrika Mashariki na hata viongozi wa taifa lenye la Tanzania. Baadhi ya vilio hivi ni gani ambavyo unahisi wa Tanzania wamekuwa navyo kwa muda huu? Kwanza, unajua kwenye hali ya maisha ya watu, bado watu wanaishi kwenye maisha ya chini sana. Sasa na viongozi wetu wanajaribu kutuonyesha kwamba hayo ndio maisha yenyewe. Yaani kwamba hayo ndio maisha yenyewe. Lakini bahati mbaya sasa tunaishi kwenye dunia ya mawasiliano. Kwa hiyo mtu anaona hayo ndio maisha yenyewe hapa, lakini mbona jirani yangu uhuru wanao? Hayo ndio maisha yenyewe hapa, lakini mbona mtu fulani uhuru wanao? Lakini unapoona pia kuna mtu mwingine anasafiri kutoka mbali kama Ulaya, Amerika, anakuja nyumbani, anafurahia maisha. Alafu tunawasiliana naye, tunamuuliza, unaona. Kwa hiyo unaona kabisa kumbe hii ni tofauti. Unajua wananchi wanapata taarifa. Wakishapata taarifa anajilinganisha naye mwenyewe, kwa sababu ndio dunia ilivyo, kwamba mtu anajilinganisha. Wanasema wenyewe bora hawi kama hakuna hafifu. Kwa hiyo akijilinganisha yeye na mtu mwingine anajijua kama mimi sasa maisha yangu ni bora au si bora. Sasa wanasahau namna hiyo. Kwa hiyo watu wanalimbikiza hasira. Umeona? Kwa hiyo ni wazi kwamba ukiangalia kwa nyakati ambazo tunazo, watu wote wamekasirika. Wananchi wa kawaida wana hasira, viongozi wetu wana hasira, kwa sababu yule kiongozi unamuona yeye ni mkubwa, pia bosi wake pia anamkandamiza. Yaani ni mkandamizo. Yaani unavyoona kama baba yako anavyokukalia nyumbani, mama yako anavyokukalia kwamba wao ndio wakubwa, mimi niwaulize, wanakosa majibu. Lakini pia wao wenyewe, kuna mtu anatoka huko anakuja, anajua na yeye anakukalia. Unakuta kwa Watanzania wanakosa sasa ile amani ya moyoni, kwa sababu sisi tunajua baba yetu ndio kila kitu, lakini kuna mtu anakuja hapo, anakuja kumpiga babako makofi ndani ya nyumba, kwa sababu yeye ni askari, kwa sababu yeye ni kiongozi. Unaona? Kwa hiyo ile thamani pia ya familia inakufa. Lakini watu wameweka moyoni. Kwa hiyo mzee ameweka moyoni, na huyu anayekupiga makofi kwa sababu ashapigwa makofi na bosi wake. Kwa hiyo maisha yanakuwa yapo namna ile. Sasa ukija ukiwagusa kidogo tu, kila mtu anaamsha hasira zake. Zamani sisi tulikuwa tunapigwa na polisi. Mimi nishapigwa na polisi, lakini nimeona tofauti ya kupigwa na polisi zamani na kupigwa na polisi sasa. Zamani polisi anakupiga na unaona kabisa hii ni kazi, anakupiga pale mbele za watu, ukikaa pembeni anakuambia usirudie, fanya hivi, yani kwamba alikuwa anataka kumuonyesha bosi wake kwamba anafanya hivi. Lakini sasa hivi mpaka tupo wawili, askari anakupiga kweli kweli, yani hakujui, lakini anakupiga na hasira, yani kama vile umemfanyia yeye kitu fulani, afu hajui ulichomfanyia yani. Kwa watu wamebeba mahasira. Kwa hiyo ni watu wote tumebeba mahasira, yani kuanzia huko viongozi wetu wa juu wamekuwa misukule ya mataifa ya kimataifa, au viongozi wetu wakati mpaka familia zetu. Kwa hiyo dunia ipo namna hiyo. Kwa hiyo kiongozi anatakiwa awe makini kwa sasa hivi, asichokoze hasira za wananchi, kwa sababu wananchi wana malimbikizo mengi, malimbikizo ya maisha magumu. Kwa hiyo ukiwagusa kidogo, kwa hiyo hakuna mtu aliyeorganize maandamano Tanzania. Hakuna. Yani wasiseme mtu aliorganize, kwa sababu wale vijana unaowaona pale wengi hawana simu, hawana uwezo wa kuwa na internet. Lakini alivyosikia kwamba kuna sehemu ya kutoa yaliyo moyoni mwako, mtu anaingia tu barabarani. Kwa sababu ndio sehemu anaona mimi sasa ndio pa kutolea yaliyo moyoni. Kwa hiyo sio kwamba kuna mtu fulani aliorganize. Hakuna organization namna hiyo. Sisi unaona katika kazi yetu sisi ambao tunafanya makazi ambayo yanajulikana, tuna plani. Una plani kweli kweli, yani una plani watu wakutane wafanye kitu fulani, na watu hawakutani kwa sababu hujagusa mioyo yao.
lakini kwamba tunaandamana tarehe 29, yani kila mtu anaona ina maana siku ifike, na kweli watu wametoka, hakuna mtu aliorganize. Ndio maana watu walikuwa wanawaua ovyo, kwa sababu hakuna aliorganize vitu kama hivyo, ni hasira na yalikuwa moyoni mwao. Kwa hiyo watu wafanye majukumu yao, serikali ifanye majukumu yake, wananchi watatulia. Na mtakuwa narejea kuangazia haswa ni yapi ambayo yanahitajika kuwa na mabadiliko katika taifa la Tanzania, hususan labda kulinganisha kama ulivyotaja na majirani na maeneo mengine ambayo labda Watanzania wanahisi yamewapiku na kwa kiwango fulani wana uhuru sawa na ule, na wana haki ya kuwa na uhuru, na pia labda sheria ambazo ni za haki katika maeneo ambayo sehemu zingine za Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla zina sheria na sera sawia na zile. Nitakuwa naingia mapumzikoni, nitakaporejea nitakuwa namjaribu tena Askofu Benson Bagonza ambaye pia ni Mtanzania, na atakuwa anatujuza yeye kama mwanaharakati ambaye tumemwona mitandaoni sana akihimiza amani na utulivu wakati huu ambapo machafuko yanashuhudiwa, na pia katika masuala ya uongozi na umuhimu pia wa kanisa katika kurejesha utulivu kwenye nyakati kama hizi, na atakuwa anatujuza mengi zaidi baada ya muda usiokuwa mrefu. Lakini kwa sasa nakusihi usiende mbali.